John Heche atoa kauli Tundu Lissu sio mwaini, serikali ifute kesi. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche ameitaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ifute kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, akisema kesi hii ni ya uongo na Lissu sio mwaini. Akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, John Heche amesema tunaitaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tunamtaka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu hii kesi ni yake, aiondee kesi mahakamani, waifute kesi ya Lissu. Kesi ni ya uongo, ya uhaini, kwa sababu Tundu Lissu sio mwaini. Hawezi kufanya uhaini kwa raia ambaye hajawahi kuwa hata na kikundi cha kijeshi wala kuongoza kikundi chochote cha jeshi. Hawezi kuthibitisha popote. Mwisho wa siku itakuwa kesi kama waliompatia Freeman Mbowe. Ni ajabu kwamba chini ya utawala wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miaka 4 tu amejaribu kuwafungulia kesi viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Mwanzo walimfungulia Freeman Mbowe kwa kesi ya ugaidi, na sasa wanamfungulia Tundu Antipas Lissu kwa kesi ya uhaini, ambayo hukumu yake vile vile ni kunyongwa mpaka kufa. Hii kesi iondolewe mahakamani, Tundu Lissu arudi mtaani, tuendelee na shughuli zetu kama kawaida. John Heche ameendelea kusema kuwa kesi hiyo ya Tundu Lissu inatarajiwa kuendelea siku ya tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2025 katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam, ambapo John Heche amewataka Watanzania wote kujitokeza kwa wingi kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo mahakamani. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche ameitaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ifute kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, akisema kesi hii ni ya uongo na Tundu Antipas Lissu. Kundi la G55 watoa kauli kutosaini kanuni kumeua ndoto zetu. Aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki mawasiliano mambo ya nje wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mrema, akiwa jijini Dar es Salaam kwa niaba ya wafuasi wenzake wa kundi la G55 ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, amesema kitendo cha Chadema kutosaini kanuni za maadili ya uchaguzi kumekatisha ndoto za watu wengi waliojiandaa kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. John Mrema amesema tulipowashauri Chadema kusaini kanuni za maadili, tulikuwa tunafahamu madhara ya kutosaini kanuni za maadili, kwa sababu kundi la G55 linaundwa na watu ambao wamewahi kugombea ubunge nchini na wengine wamewahi kuwa wabunge kwa muda wa miaka 15 na wapo G55. Kwa hiyo wametunga sheria na wanafahamu kanuni za maadili. Kwa hiyo sio kundi la watu ambao wanasema bila kuwa na ufahamu au uelewa. Jana nimemsikia msaidizi mmoja wa kiongozi wa kitaifa Bwana Odelo ameanzisha naye mchango, anasema anataka kwenda mahakamani kupinga kanuni za mwanasheria mkuu wa chama. Alipoulizwa mtaenda mahakamani ya kujibu hilo swali, kwa sababu anajua kwenda mahakamani ni baada ya uchaguzi. Wameua ndoto na sasa wanajaribu kutafuta namna ya kujirezesha kwenye misingi. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye aliyekuwa mkurugenzi wa itifaki mawasiliano mambo ya nje ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Mrema, akiwa jijini Dar es Salaam kwa niaba ya wafuasi wenzake wa kundi la G55 ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, amesema kitendo cha Chadema kutosaini kanuni za maadili ya uchaguzi kumekatisha ndoto za watu wengi waliojiandaa kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Maaskofu watoa kauli uchaguzi wa mwaka 2025 huwe huru na haki na usifanane na chaguzi zilizopita. Askofu wa Dayosisi ya Kaskazini wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Daktari Fredrick Shaw amewataka wenye mamlaka ya kusimamia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuhakikisha wanasimamia vizuri uchaguzi uwe huru na haki, na pia wasikilize sauti za wananchi na viongozi wa dini pamoja na wadau wengine wanaotakia mema Tanzania ili uchaguzi usifanane na chaguzi zilizopita. Akitoa salamu za ujumbe wa Pasaka katika kanisa kuu la shirika la Moshi mjini, Askofu Shaw amesema Mungu ametupa nchi nzuri sana ya Tanzania. Tuipende nchi yetu, kila mmoja ajitoe kuona Tanzania yetu imekuwa mahali salama na kuwa mahali ambapo kila mtu atakaa na kufurahia na kujivunia kwamba tuna nchi nzuri. Tuwe na hofu ya Mungu katika maamuzi tunayoyatoa.
Huu ni mwaka wa uchaguzi, tuna wajibu wa kuchagua viongozi kwa uhuru na haki. Viongozi ambao watatupeleka mbele kama nchi. Hivyo kama ambavyo viongozi wa dini tumetoa wito wa Tanzania kushiriki uchaguzi, tumetoa wito kwamba haki na wajibu huu raia kuchagua viongozi wanaowataka isiingiliwe na mamlaka yoyote. Askofu ameendelea kusema kuwa tunaomba sana uchaguzi huu usifanane na chaguzi zingine zilizopita, ule wa mwaka 2019 na 2020, uliofanyika mwaka jana mwaka 2024. Hatutaki kuona yale yaliyotokea katika chaguzi zilizopitwa yanajirudia tena. Tunaomba wenye mamlaka kusimamia uchaguzi huu, sikilizeni sauti za wananchi, sikilizeni sauti za viongozi wa dini na wadau wengine wanaoitakia nchi hii mambo mema. Askofu ameendelea na kusema kuwa msizibe masikio, pia na waomba kuwa muheshimu sana jeshi la polisi. Polisi wetu tunawapenda sana na tunawategemea sana kwa jambo la ulinzi. Ni waombe katika uchaguzi huu msikubali kuwatumia hawa maslahi ya watu ambao hawaitakii nchi mema. Mlitutaka tutoe ushauri, tutoe maoni. Tumetoa maoni yetu, heshimuni maoni ya Watanzania. Tutaendelea kusema mwenye kusikia na asikie. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye askofu wa Dayosisi Kaskazini Kanisa la Kiinjilisti la Kilutheri Tanzania KKKT Dr. Fred Kisho amewataka mamlaka ya kusimamia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuhakikisha wanasimamia uchaguzi vizuri ili uwe huru na haki. Pia wasikilize sauti za wananchi na viongozi wa dini pamoja na wadau wengine wanaoitakia mema Tanzania ili uchaguzi usifanane na chaguzi zilizopita. John Heche atoa kauli, tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amesema Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinaunga mkono tamko la viongozi wa dini waliolitoa wakati wa sikukuu za Pasaka na Eid, wakiunga mkono msimamo wa chama hicho wa kutaka mabadiliko yafanyike ili uchaguzi uwe huru na haki. Akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amesema tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini waliotoa wakati wa Pasaka, na tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini la shula la maimamu waliolitoa wakati wa Eid, wote wakiunga mkono msimamo kama wetu, wakisema mabadiliko yanahitajika katika nchi hii ili uchaguzi uwe huru na haki. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amesema chama hicho kinaunga mkono tamko la viongozi wa dini waliolitoa wakati wa Pasaka na Eid, wakiunga mkono msimamo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wa kutaka mabadiliko yafanyike ili uchaguzi uwe huru na haki. Hatimaye askofu atoa kauli, serikali na Chadema wamalize tofauti zao. Askofu wa kanisa la Anglikana Dayosisi ya Central Tanganyika DCT Dr. Dickson Chilongani ameiomba serikali ikae meza moja na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ili wamalize tofauti zao kwa njia ya mazungumzo. Amesema mikwaruzano inayoendelea inawafanya Watanzania kutokuwa na furaha. Askofu Dickson Chilongani ametoa wito huo wakati akiongoza ibada ya misa takatifu ya Pasaka iliyofanyika katika kanisa kuu la Roho Mtakatifu jijini Dodoma. Askofu Chilongani ameendelea kusema kuwa tumesikia jinsi pamoja na kwamba nchi yetu haina vita, lakini watu wake hawana furaha. Sio wote, wengi hawana furaha, lakini wengine hawana furaha. Hata kama jarida ile hatuliwezi kuliamini moja kwa moja, lakini ukiangalia tu mapambano yanayoendelea kati ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na serikali hayaleti shalom. Askofu Chilongani ameendelea kusema kuwa mimi sisemi nani yupo sahihi na wala sisemi nani mkosaji, lakini ningeomba viongozi wa pande zote mbili wakae meza moja, wamalize tofauti zao kwa njia ya mazungumzo. Hili ni jambo muhimu sana ukizingatia kwamba wanachama wa vyama vyote viwili, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na Chama cha Mapinduzi CCM, ni raia wema. Askofu ameendelea kusema kuwa tuiombe serikali yetu pia pamoja na jitihada nzuri za rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan iongeze jitihada kuondoa kero nyingi zinazofanya Watanzania wasiwe na furaha au wawe na huzuni. Kero za ubadhirifu, ukiritimba, rushwa,
na hasa hivi sasa mtu ukienda ofisi nyingi mtu anataja huduma, hawezi kupewa huduma hadi aombwe fedha. Hii nayo ni kero zinazowafanya Watanzania wawe na huzuni. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye askofu wa kanisa la Anglikana Diocese ya Central Tanganyika DCT Daktari Dickson Chilongani ameiomba serikali ikae meza moja na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ili wamalize tofauti zao kwa njia ya mazungumzo, akisema mikwaruzano inayoendelea inawafanya Watanzania kutokuwa na